Qatar imetangaza wanadiplomasia wa kijeshi na usalama wa Iran pamoja na wafanyakazi wao kuwa persona non grata na kuwaamuru kuondoka nchini humo ndani ya saa 24 kufuatia kuongezeka kwa mvutano na mashambulizi ya makombora yaliyoripotiwa kulenga miundombinu muhimu ya nishati. Persona non grata ni neno la Kilatini ambalo hutumika sana katika diplomasia na maana yake ni mtu asiyekubalika au mtu ambaye hataki kuwepo katika nchi. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ilisema uamuzi huo umechukuliwa kutokana na kile ilichokiita mashambulizi ya mara kwa mara ya Iran, ikiwemo shambulio dhidi ya miundombinu yake ya nishati. Wizara hiyo ilithibitisha kuwa maafisa wa kijeshi na usalama wa ubalozi wa Iran pamoja na wafanyakazi wa ofisi zao wanapaswa kuondoka nchini humo ndani ya muda usiozidi saa 24. Hatua hiyo ya kidiplomasia imekuja baada ya Iran kuripotiwa kurusha makombora yaliyolenga Ras Laffan Industrial City, eneo lenye kiwanda kikubwa zaidi cha gesi asilia iliyoyeyushwa LNG duniani. Kampuni ya Qatar Energy imethibitisha kuwa eneo hilo lilishambuliwa na kusababisha moto mkubwa na uharibifu mkubwa. Wizara ya Ulinzi ya Qatar ilisema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuzuia makombora kadhaa ya ballistic yaliyolenga eneo hilo, ingawa takriban kombora moja lilifanikiwa kuipiga Ras Laffan. Maeneo hayo yalikuwa tayari yamehamishwa watu saa kadhaa kabla ya shambulio hilo, baada ya Iran kuonya kuwa ingelenga miundombinu ya nishati katika ukanda wa Ghuba kama hatua ya kulipiza kisasi. Ras Laffan ni muhimu sana kwa uchumi wa Qatar, kwani nchi hiyo huzalisha takriban 20% ya gesi ya LNG duniani. Uharibifu ulioripotiwa katika eneo hilo unaashiria hatua kubwa ya kuongezeka kwa mgogoro wenye athari za kiuchumi duniani. Mgogoro huo pia umeathiri Saudi Arabia, ambapo mamlaka zimeripoti kuzuia mashambulizi ya makombora na drone yaliyolenga miundombinu ya nishati. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia ilisema ilifanikiwa kuharibu makombora 4 ya ballistic yaliyokuwa yakielekezwa Riyadh. Mabaki ya kombora moja yalianguka kwenye jengo la makazi na kujeruhi watu 4, huku vipande vingine vikidondokea karibu na kiwanda cha kusafisha mafuta kusini mwa mji huo. Katika tukio jingine, mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ilidungua drone 5 zilizokuwa zikijaribu kulenga kituo cha nishati katika mkoa wa mashariki wa nchi hiyo. Wakati huo huo, kitengo cha ujasusi cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC kilitoa kauli kali kufuatia kuuawa kwa waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Hatib aliyeuliwa na Israel. Kundi hilo liliahidi kuendeleza kile ilichokiita vita vya kiintelijensia na kiusalama dhidi ya Israel na Marekani. Damu safi ya mashahidi wetu haitopotea bure, ilisema IRGC, ikionya kuwa kisasi dhidi ya kile ilichokiita uchokozi wa Israel na Marekani kitaendelea.